Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Agredo Hub yatoa vitendea kazi kwa vijana, yalenga kuibua mabilionea wa kilimo. Naibu Waziri Ndaliananga asifu juhudi za walemavu kituo cha Neema Craft. Nililoliona kubwa hapa Neema Craft ni upendo kwa watu wenye wapenda watu wenye ulemavu, wanaweza kuonyesha vipaji vyao, wanaweza kuwa na kujiamini. Mjasiriamali Fontema walia kukosa wateja baada ya vyuo kufungwa. Wanafunzi wakiwa wapo kwa biashara inaenda vizuri. Wanafunzi wakifunga basi biashara inakuwa ni ngumu. Maana kazi nyingi mnapaona kamezorota. Na katika michezo na burudani, Aziz Ki arejea kikosini na kupambania namba kama wenzake. Naam, habari ya wakati huu mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima Habari. Nitakaye kusomea habari hizi mimi ni Beldina Majinge na kukaribisha uwe nami tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu. Na tukianzia mkoani Iringa, vijana mkoani hapo wametakiwa kubadili mitazamo kuhusu ajira kwa kuachana na utegemezi wa ajira za serikali na badala yake kutumia fursa zinazowazunguka ikiwemo mikopo ya 10% inayotolewa na serikali pamoja na rasilimali ya ardhi kuanzisha na kuendeleza shughuli za kilimo na ujasiriamali. Hatua hiyo imelenga kuongeza uzalishaji, kutenga uwezo wa kiuchumi na kufungua fursa zaidi za maendeleo kwa vijana na jamii kwa ujumla. Taarifa zaidi na Angel Magesa. Hayo yamesemwa na mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita kwa niaba ya mkuu wa mkoa wakati wa hafla ya utoaji wa vifaa vya biashara kwa vijana vilivyotolewa na Agredo Hub kwa ufadhili wa Sego Family Foundation. Wamewezesha vijana wajasiriamali wa kilimo kupitia mradi wa Empower 10 awamu ya 4 na kuongeza kuwa uwepo wa ardhi yenye rutuba na fursa za mikopo ni nyenzo ya kufikia ndoto za vijana mkoani humo. Hawathubutu. Kwa nini nawaambia hivi? Fursa kama hii sasa zinazotolewa na wenzetu wanaopambana kama Agredo Hub. Anaenda kwenye mataifa huko anatafuta fedha, awaletee fursa wa Tanzania wenzake. Lakini tusipo badilika kifikra, madam, tutaleta vifaa, tutatafuta soko, lakini vijana watakaa bado naalamika. Sipeona, ukipita Iringa hii, nenda kata nyingi huko, nenda tarafa ya Isimani, tarafa ya Kiponzero, nenda mpaka Wasa kule mpaka na Mfindi, kuna maeneo yapo. Kwa nini watu hawataki kwenda kuthubutu? Akasema niombe eka 2 hata za kijiji. Wanipe tu kwa masharti bure. Nikipata nitawalipa kidogo kidogo. Njoo Agredo Hub, omba ukupate vifaa. Omba, tafuta namna. Gonga milango kwa Adija mpaka achoke, aseme sasa haya, nenda. Thubutu. Inawezekana. Ndio maana nikasema nianze kwanza kwa kumpongeza mkurugenzi mwenyewe, kwa sababu ameonyesha inawezekana. Na leo mwenyewe ndo huyu anazunguka kwenye mataifa kuwanyanyua vijana wengine wa Kitanzania kwa sababu anajua inawezekana. Kwa hiyo tumpigie makofi jamani Adija. Kwa upande wake mkurugenzi wa Agredo Hub Hadija Jabil ameeleza kuwa taasisi hiyo imekuwa ikifanya kazi mkoani Iringa kwa takriban miaka 5 ambapo imekuwa ikishirikiana na wadau mbalimbali ndani na nje ya Tanzania kubuni na kutekeleza miradi inayolenga kuwezesha vijana na wanawake katika mikoa mbalimbali. Ni mkurugenzi wa Agredo Hub. Sisi ni taasisi sio ya kiserikali na tunafanya kazi zetu kwenye mikoa ya nyanda za juu kusini. Kazi kubwa ambayo tunaifanya ni kuhakikisha vijana wanajenga biashara endelevu, lakini biashara zenye faida kwenye mnyororo wa thamani wa kilimo. Sasa leo hii moja kati ya project ambazo tumekuwa tukizifanya kwa zaidi ya miaka 5 iliyopita
imeweza kuwapatia vijana vitendea kazi. Kuna vijana ambao wamepata mashine za kutotolesha vifaranga, kuna vijana ambao wamepata miundombinu ya umwagiliaji ikiwa sehemu ya mradi kwenye kuhakikisha kwamba wanapata vifaa ambavyo vinawawezesha kuongeza uzalishaji, lakini pia wanaweza kujenga biashara kwenye sekta ya kilimo. Kama taasisi mpaka sasa tumeweza kuwafikia vijana zaidi ya 5600 kwenye maeneo mbalimbali ambayo tunafanya shughuli zetu, lakini huwa tunawafikia kwa kuwapatia elimu kwenye kilimo biashara, lakini tumekuwa tukiwafundisha zile technical skills kwenye kilimo pamoja na kuwapatia ushauri wa kitaalamu, kuwaunganisha na masoko, na component yetu kubwa hii ni kuhakikisha kwamba wanapata vitendea kazi, lakini tunawaunganisha na fursa za fedha kutoka kwenye taasisi mbalimbali. Tunafahamu kwamba ziko jitihada kubwa zinafanyika na serikali na kuna fursa nyingi kupitia Wizara ya Vijana, lakini pia Wizara ya Kilimo na kwenye halmashauri zetu zile za 442, lakini na sisi pia kama wadau tunaona tuna nafasi ya kuchangia kwenye jitihada kubwa ambazo zinafanywa na serikali kuhakikisha kwamba tunawainua vijana, wanaweza kujitengenezea ajira na wakatengeneza ajira. Mwakilishi wa vijana wanufaika wa mradi huo, Beatrice Muyonga, amesema makabidhiano ya vitendea kazi yamekuwa hatua muhimu kwa vijana ambao wamekuwa na ndoto za kuanzisha biashara, lakini wakikwazwa na ukosefu wa mitaji na vifaa vya kuanzia. Kwa sisi vijana wanufaika wa Empower 10 kwa kutuwezesha kupata vifaa wezeshi kwa ajili ya kuendeleza biashara zetu, na wote waliohusika kwa namna moja au nyingine kuweza kutufanya sisi tuwe wanufaika, lakini pia kufanya hili zoezi liwe rahisi kwa namna moja au nyingine. Ndugu mgeni rasmi, siku hii ya leo kwetu haijawa tu siku ya kupokea vifaa, bali imekuwa siku muhimu kwa sisi kama vijana kuwa mwanzo mzuri wa kuendeleza kile ambacho tulikuwa tunakifuatilia, kwa sababu sote tunajua kwamba vijana wengi tunakuwa na mawazo, tunakuwa na fikra na ndoto za kuanzisha biashara na kuziendeleza, lakini changamoto kubwa inakuwa ni kutoa yale mawazo na fikra kwenda katika uhalisia, na changamoto kubwa inakuwa ni ukosefu wa upatikanaji wa mitaji pamoja na vifaa anzilishi vya kuanzisha biashara. Hivyo kama vijana, leo hii kwetu haijawa tu siku ya kupokea vifaa, bali imekuwa siku muhimu kwetu sisi kwa kuendeleza zile ndoto na kuwa uhalisia. Angel Magesa, Matukio Daima. Asante sana Angel kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa. Lakini tukiendelea kusalia mkoani hapo, watu wenye ulemavu mkoani Iringa wamehimizwa kutumia fursa za mikopo, mafunzo na uwezeshaji zinazotolewa na serikali ili kuanzisha na kuendeleza shughuli za kiuchumi zitakazowasaidia kujitegemea. Akizungumza wakati wa ziara ya kutembelea shughuli zinazofanywa na watu wenye ulemavu mkoani hapo katika kituo cha walemavu cha Neema Craft, Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera Bunge, anayeshughulika na watu wenye ulemavu, Umi Ndeliananga, amesema kuwa serikali inaendelea kuweka mazingira yatakayowawezesha watu wenye ulemavu kupata elimu, mafunzo ya ufundi na mitaji ili waweze kushiriki kikamilifu katika shughuli za uzalishaji. Tunaongea tunasemeshana, lakini nililoliona kubwa hapa Neema Craft ni upendo kwa watu wenye ulemavu. Kisha wapenda watu wenye ulemavu wanaweza kuonyesha vipaji vyao, wanaweza kuwa na kujiamini, wakafanya mambo makubwa zaidi. Sisi viongozi tumechukua, lakini nilikuwa naongea na maafisa wamesema hapa kuhusu fursa ya mikopo. Watu wenye ulemavu mwanzoni hawakuwa wakijishughulisha sana kama sasa hivi ambavyo serikali ya awamu ya 6 imeingia madarakani. Mheshimiwa Rais aliwakuta watu wenye ulemavu wakiwa wamepata hela kidogo tu hivi, bilioni 5 na hela kidogo. Lakini tunavyoongea wiki mbili nyuma tayari watu wenye ulemavu wameshaweza kuchukua bilioni 26. Na bado hela zao zipo bilioni 26 kidogo. Lakini kwa kuanzia kwa sisi kundi la watu wenye ulemavu tunaona ni fahari, na Mheshimiwa Rais anasema anataka aone watu wenye ulemavu wanatabasamu. Kama hapa Neema Craft watu hapa wametabasamu tangu nimefika asubuhi, na Mheshimiwa Rais anatamani kuona wanatabasamu. Na Iringa hapa tumeshakubaliana na Neema Craft iko hapa nyumbani. Basi kakaangu Heri James mimi kwa ninavyomjua atafanya.
Kwa upande wake, afisa maendeleo wa mkoa wa Iringa Saida Mgeni amesema kuwa serikali ilifanya mabadiliko katika utaratibu wa utoaji wa mikopo kwa watu wenye ulemavu, yameongeza idadi ya wanufaika na kurahisisha upatikanaji wa huduma hiyo kwa makundi mengi zaidi nchini. Kwa maana ya mikopo, kipindi cha nyuma tulikuwa tunatoa mikopo kwa vikundi vyenye watu kuanzia watu 5 mpaka watu 10. Lakini kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo watu kuwa na maono tofauti, kwa tukajikuta ile mikopo inakuwa ni migumu. Serikali ikaboresha, pia tukabadilisha utaratibu, kwa maana kanuni zimebadilisha utaratibu. Wakopaji wanatoka kukopa, kwa mfano wao wenye ulemavu wao wanaruhusiwa kukopa mtu mmoja mmoja. Na changamoto iliyokuwepo ni kwamba pia kwenye kijiji ilikuwa ni ngumu kuwapata watu wenye ulemavu kwenye kijiji kimoja ili wapatikane watu 10. Kwa hiyo hii hapa imeweza kuweka urahisi, kwa maana kwamba kwenye kijiji ukipata mtu mwenye ulemavu mmoja anaruhusiwa kukopa ule mkopo yeye peke yake. Kwa kufanya hivyo pia imerahisisha watu wenye ulemavu wamepatikana kwa wingi, kwa maana kunufaika na hizi fursa. Lakini pia kwa wale ambao walipata ile mikopo wakiwa kwenye vikundi, tumeendelea kuwashauri warejeshe, wamalize. Naam, shukrani sana kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa. Na wajasiriamali wa mtaa wa Semtema wameeleza kuwa hali yao ya kiuchumi imedhorota kwa kiasi kikubwa baada ya wanafunzi wa vyuo vilivyopo jirani kufunga vyuo hivyo na kurejea makwao kwa mapumziko. Taarifa zaidi na Angel Magesa kutoka Iringa. Akizungumza na mwandishi wa habari Mwaija Yasini, mmoja wa wajasiriamali katika eneo hilo, amesema biashara yake ya kuuza nyanya, vitunguu, mayai na bidhaa zingine za vyakula imeshuka kwa kiasi kikubwa kutokana na kupungua kwa wateja waliokuwa wakitokana na wanafunzi wa vyuo hivyo. Sana. Jamani, mimi genge langu ndo hili hapa. Kweli nauza kama kawaida. Lakini sasa kwa sasa hivi biashara sio nzuri. Wanafunzi hawapo. Kwa hiyo wanafunzi wakiwa wapo, kwani biashara inaenda vizuri. Wanafunzi wakifunga, basi biashara inakuwa ni ngumu. Ndio maana kagenge mnakaona kamezorota hivi. Ila wanafunzi wakiwa wapo, hapa huwa najaza na Mungu ananisaidia, nafanikisha. Riziki ndogo ndogo napata. Kwa upande wake, Maria Ndembele amesema wanafunzi walikuwa miongoni mwa wateja wakubwa wa wafanyabiashara wa mtaani, hivyo kufungwa kwa vyuo hivyo kumesababisha kushuka kwa mauzo na kuasili mzunguko wa fedha katika biashara zao. Kwa majina naitwa Catherine Rogers Jamuya. Nipo hapa ni mfanya biashara mdogo wa kuuza genge kama nyanya, vitunguu, mayai na vitafunwa asubuhi. Kiukweli kwa wanachuo walivyoondoka sasa hivi ni biashara imeshuka sana kwa siku, yani mauzo yamekuwa madogo, nakaa na vitu muda mrefu. Kwa siku unakuta unauza 2000. Ni changamoto ambayo tunaipitia kwa sisi ambao tunakaa jirani, tunafanya jirani biashara na wanachuo, kwa sababu wakishaondoka ndio biashara inashuka sana. Angel Magesa, Matukio Daima. Na asante sana Angel kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Iringa. Na serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi imesema itahakikisha uhamiaji salama ili kulinda usalama wa nchi, raia, mali, usalama wa kikanda na usalama wa kimataifa, huku ikisisitiza maendeleo ya uchumi, ajira, utamaduni. Siasa yatafanyika bila kuathiri usalama wa kulinda tunu ya amani na kuzingatia haki za binadamu. Hayo yamesemwa na Waziri wa Mambo ya Ndani ya nchi Patrobas Katambi wakati akizindua mfumo wa uratibu wa kitaifa kuhusu uhamiaji nchini Tanzania, huku mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji AMIPOP akiishukuru serikali ya Tanzania kwa kutafuta suluhisho sahihi juu ya uhamiaji ili kuwepo na uhamiaji unaofuata sheria na taratibu. Tupate taarifa zaidi. Uhamiaji ni masuala ya usalama wa raia na mali zao, usalama wa nchi, usalama wa kikanda,
kimataifa na ndani ya nchi pia, na ndiyo maana Wizara ya Mambo ya Ndani pia ina dhamana katika hili. Majukumu ya kiuchumi yanalazimu mtu aweze kwenda maeneo mbalimbali katika kutafuta riziki, kutafuta ajira, kutafuta fursa, kuchangamana na wengine kwa masuala ya kijamii, masuala ya kisiasa, kiutamaduni. Lakini haya yote yafanyike bila kuathiri usalama wa nchi husika, bila kuathiri uchumi wa nchi husika, bila kuathiri raia wa nchi husika, na zaidi kuhusiana kimataifa na kuunganishwa kisheria na kutengenezewa mfungamanisho ambao unazingatia haki za binadamu na unazingatia utu na heshima na maadili. Ni ule uhamiaji ambao unaleta uwekezaji ndani ya nchi, uwe uhamiaji wa faida, uhamiaji unaoleta mitaji, uwe uhamiaji wa faida unaoweza kuleta ajira, lakini pia uhusiano wa masuala ya uhamiaji baina ya nchi na nchi au bara na bara unaoweza kuimarisha na kudumisha usalama wa nchi. Uwe ni uhamiaji ambao unaweza kuruhusu watu wakaenda kutoka nchi A kwenda nchi B au C na D hadi Z, lakini kwa kufuata utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Na uwe uhamiaji ambao unatambulika kwa mujibu wa sheria. Na pale inapotokea mtu ameenda bila taratibu hizo zilizopo kwa mujibu wa sheria, basi msingi wake ndio huu wa kuhakikisha malengo yaliyowekwa na Umoja wa Mataifa kupitia IOM na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa, zile Global Compact for Migration, ziweze kuzingatiwa katika kulinda maslahi ya wahamaji, lakini pia usalama na haki za binadamu za wahamaji. Lakini mahusiano pia yawepo kupitia nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa katika kuangalia namna gani masuala ya uhamaji na uhamiaji yanashughulikiwa. Masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu, ikiwa ni jitihada za kuweza kudhibiti na kutengeneza mifumo rafiki ya nchi na commitment yake katika kuhakikisha haki za binadamu zinazingatiwa, lakini pia haki ya ile freedom to movement inapewa kipaumbele kama moja ya haki ya msingi za haki za binadamu. Naam, taarifa hiyo inatupa wasaa wa kwenda katika viwanja vya michezo na burudani, ambapo kocha wa klabu ya Yanga ameeleza kuwa kurejea kwa Aziz Ki ndani ya kikosi ni nyongeza nzuri na itabidi apambanie nafasi yake ndani ya kikosi kama wachezaji wengine. Tumsikilize kocha wa klabu hiyo. I don't know about the struggle, because I think they are a very solid team and with a very solid midfield. They've scored quite a lot of goals. Last season I think they scored 71 goals. So for me, I don't think it's a team that has got any struggle, both in the midfield and in attack. Aziz Ki is an addition to an equally good squad, and he also has to fight for his place just like everybody else. You've not seen all the players that we have this season because we've not played everyone at the moment, but I just believe we've got a very, very powerful team that is capable of getting the results if we work very hard, and we understand that we are not entitled to any result. We have to work very hard to achieve our targets. I have to do my job as a coach. The technical team has to do its job, and the players have to do their job, and everybody understands what is expected of us. Our targets and our ambitions are bigger than just one match. Naam, shukrani sana kwa taarifa hiyo ya michezo ambayo inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla hatujahitimisha, tusikilize tena muktasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Grade Hub yatoa vitendea kazi kwa vijana, yalenga kuibua mabilionea wa kilimo. Naibu Waziri Ndaliananga asifu juhudi za walemavu kituo cha Neema Craft. Nililoliona kubwa hapa Neema Craft ni upendo kwa watu wenye wapenda watu wenye ulemavu, wanaweza kuonyesha vipaji vyao, wanaweza kuwa na kujiamini. Mjasiriamali Fontema walia kukosa wateja baada ya vyuo kufungwa. Wanafunzi wakiwa wapo kwa biashara inaenda vizuri. Wanafunzi wakifunga basi biashara inakuwa ni ngumu.
maana kazi nyingi mnakaona kamizorota hivi. Na katika michezo na burudani, Aziz Ki arejea kikosini na kupambania namba kama wenzake. Kwa niaba ya wote waliosikika na kuandaa taarifa hizi, mimi ni Beldina Majinge na kusiendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook, Twitter, Instagram, YouTube kwa jina la Matukio Daima. Karibu Golden Glow Hotel. Hapa ndio chaguo letu sote. Tunapatikana Kihodombi, Iringa mjini. Kumbuka hapa ni full accommodation, free transport, breakfast, free wifi, restaurant, bar, laundry na security ni kiwango kama kambi ya jeshi. Tupigie kupitia 0777495584 au 0754477468. Golden Glow Hotel, Kihodombi, Iringa mjini. Furaha yako ni furaha yetu. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Je, unatambua kuwa St. Dominic Savio Secondary School ni miongoni mwa shule 10 bora katika matokeo ya kidato cha 4? Basi sikia hii. Shule za St. Dominic Savio na Kaglielo Girls Secondary School ni shule zinazopatikana na kumilikiwa na Jimbo Katoliki la Iringa katika matawi ya shule zetu zote, kuanzia nafasi ya Kids Daycare, elimu ya chekechea, awali na msingi, na kwa wale wanaohamia madarasa yote kwenye matawi yake yote 4 ya shule za St. Dominic Savio Pre and Primary School. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Shule zina usafiri wa mabasi ya uhakika na zinahakikisha mtoto anasafiri salama muda wote. Vituo vya daycare vinapatikana kwenye shule zetu za msingi. Mtoto anapokelewa kwa ajili ya malezi kuanzia miezi 3. Kwa upande wa sekondari zetu, tunapokea wanafunzi wanaotaka kujiunga nasi kuanzia kidato cha kwanza, wanaohamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 kwa tahasusi zifuatazo: PCB, PCM, CBG, HGL, HGK na HKL. Shule zetu za sekondari 3 zote zinapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa upande wa jinsia mbili, zinapokea wanafunzi wa jinsia zote, yani wavulana na wasichana, wakati katika shule yetu ya Kaglielo Girls Secondary School inapokea wasichana tu kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa sasa. Shule zina mazingira mazuri na yenye kuwavutia wanafunzi kujifunza kisasa na kwa vitendo. Shule zina maabara, maktaba na vyumba maalum kwa ajili ya kujifunza tehama. Shule zina walimu na watumishi wengine wa kutosha wenye sifa, vipawa, maadili na uzoefu wa kuwajenga na kuwalea wanafunzi kitaaluma, kimaadili na kiroho. Shule zinafanya vizuri sana kitaaluma na zimekuwa zikiongoza mkoa wa Iringa kwa miaka kadhaa mfululizo. Kwa upande wa shule zetu za msingi, katika mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi yani PSLE, shule zimekuwa zikiongoza kwa wanafunzi wote kufaulu na kupata daraja A bora sana, huku zikiwa na wastani wa juu kuongoza mkoa. Kwa upande wa shule zetu za sekondari, wanafunzi wote wamekuwa wakifaulu kwa kupata division 1 wote, na division 2 zikitoka ni chache sana. Shule za St. Dominic Savio zinalea na kukuza vipaji mbalimbali vya watoto katika nyanja mbalimbali. Shule zetu zinafanya ziara mbalimbali za kimasomo yani study tour, kwa kutembelea maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kujifunza kama vile Italia, Dubai, Kenya, Uganda, Zambia, South Africa na kwingineko. Usaili unaendelea kufanyika na fomu zetu za kujiunga na shule zetu za awali, msingi na sekondari zinapatikana kwenye shule zetu, mtandaoni na kwenye vituo vya mikoa na miji mbalimbali. Kwa mawasiliano zaidi tembelea tovuti yetu ya www.stdominicsavio.co.tz ama tupigie simu namba 0719501170 au 0754074303 au 0745114386 au 0757009418. Karibu St. Dominic Savio Schools kwa elimu bora kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Sisi ni St. Dominic Savio Schools, tunasema we learn for life but not school. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful staying
is believing place in your hearts. Karibu. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sifu Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sifu Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku.